Kupitia ukurasa wake wa Instagram, mwandishi na mchambuzi wa masuala ya siasa Alois Nyanda Mtozi ameandika kuhusiana na kesi inayohusu sheria ya ulinzi wa mashahidi, ambapo kesi hiyo imefunguliwa katika Mahakama Kuu ya Tanzania Mwanza. Sasa kupitia ukurasa wake wa Instagram ameandika hapa na kuzungumza kwamba nimeona niseme kama kuna kitu kinavutia ni kuona kuwa kundi la mawakili wasomi ambao wako zaidi ya mawakili 13 katika picha, ni baadhi yao wakiongozwa na wakili mwandamizi Mutalemwa wakimtetea wakili Basasi Ngohe katika kesi ya kikatiba kupinga sheria inayoficha mashahidi badala ya kuwalinda. Kesi hii inayohusu sheria ya ulinzi wa mashahidi imefunguliwa katika Mahakama Kuu ya Tanzania Mwanza Sub Registrar tarehe 1 Oktoba 2025. Kesi hiyo inayopinga uhalali wa kifungu cha 194 cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai CPA na kanuni za ulinzi wa mashahidi za mwaka 2025. Sasa jopo kamili la majaji watatu wakiwemo Jaji Mtulia, Jaji Kamana na Jaji Chuma watasimamia huu mziki. Kesi imepangwa tarehe 30 mwezi wa 10 2025 kwa ajili ya amri na maelekezo ya mahakama. Unajua, hii mpaka utolewe ushahidi kwa siri ndipo utagundua hawa mawakili zaidi ya 13 kumbe wanazo akili nyingi kukuzidi. Maana mie nikienda kukutolea ushahidi mara 40 na fichwa na badili majina tu ndipo utaelewa. Kitu kinachovutia na itateka hisia kubwa hii kesi ni kwamba sheria ya kuficha mashahidi itatumika kwa kesi ya Lissu Da, na wakati huo huo kesi ya kupinga hiyo sheria imefunguliwa Mwanza. Yaani ni kama vita ya Hamas versus Israeli. Na ninavyojua ujuzi wa hawa mawakili, serikali itapeleka vikosi vyake vyote kukabiliana, maana wakicheza tu atapigwa 5-0. Ameandika Alois Nyanda Mtozi kupitia ukurasa wake wa Instagram. Ameeleza hapa kuhusiana na kesi ambayo imefunguliwa na mawakili ama jopo la mawakili zaidi ya 13. Ameeleza hapa baadhi yao wakiwa kwenye hizo picha ambazo ameziweka hapa kupitia ukurasa wake wa Instagram, lakini wakimtetea wakili Basasi Ngohe katika kesi ya kikatiba ya kupinga sheria inayoficha mashahidi badala ya kuwalinda. Na hapa chini ameeleza kwamba kitu kinachovutia na itateka hisia kubwa kwenye hii kesi ni kwamba sheria ya kuficha mashahidi itatumika kwenye kesi ya Tundu Antipas Lissu. Utakumbuka pia kesi hiyo ambayo itaanza kusikilizwa kwa mara nyingine tena katika Mahakama Kuu Masjala ndogo ya Dar es Salaam pale Kivukoni siku ya tarehe 6 Oktoba 2025, Jumatatu ya wiki inayokuja. Basi kesi hiyo ya Tundu Lissu itaanza kulindima, lakini wakati huo kesi ya kupinga sheria ama kesi ya kupinga sheria hiyo iliyofunguliwa Mwanza, Alois Nyanda anasema kwamba ni vita, ni kama vile vita ya Hamas na Israeli. Lakini ndo hivyo jopo la mawakili kama ambavyo unawaona hapo. Mtazamo wako ni nini? Tuambie kwenye comment. Hii ni VOT Media, hakikisha umesubscribe kwa ajili ya kupata taarifa nyingi zaidi.